Katika kukabiliana na majanga ya maafa yanayojitokeza ndani ya Ziwa Victoria kutokana na matukio ya meli kuzama, vivuko pamoja na boti, nchi za Uganda, Kenya na Tanzania zimekubaliana kuendeleza utekelezaji wa ujenzi wa kituo jumuishi cha kikanda cha uokoaji wa mifumo ya mawasiliano ya uchukuzi ndani ya Ziwa Victoria. Itakumbukwa hapo awali nchi ya Kenya ilijiondoa kwenye ujenzi wa kituo hicho na kubaki Tanzania na Uganda pekee. Mradi huo unaotekelezwa katika wilaya ya Ilemela hapa mkoani Mwanza nchini Tanzania. Hapa Daktari Masinde Bwile ambaye ni katibu mtendaji wa kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria anaeleza dhumuni la kikao hiki kilichodumu kwa siku 2. Kusaga Ungura, News Update Media. Naitwa Dr. Masinde Bwile, ni katibu mtendaji wa kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria. Kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria ni mojawapo ya taasisi 9 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumekuwa hapa kwa muda wa siku 2. Siku ya jana wataalamu waandamizi kwa level ya wakurugenzi walikaa na kujadili namna bora ya kujumuisha nchi ya Jamhuri ya Kenya kwenye mradi na utekelezaji wa kituo hiki cha kikanda cha uokoaji na mifumo ya mawasiliano na uchukuzi ndani ya Ziwa Victoria. Hapo awali nchi ya Kenya ilijiondoa kwenye ujenzi wa kituo hiki na uwekezaji, lakini kama mnavyoelewa ziwa ni kubwa, hakuna namna yoyote nchi ya Kenya inaweza kujitoa kwenye utekelezaji wa mifumo ya pamoja. Kwa hiyo imeonekana ni muhimu baraza la mawaziri wa sekta linaloshughulikia kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria lilielekeza Kenya ijumuishwe, na nchi ya Kenya tunashukuru Mungu ilikubali. Na leo kulikuwa na kikao cha ndani cha makatibu wakuu wa sekta husika. Wamejadili kwa kina na kutatua hiyo changamoto iliyokuwepo. Kwa sasa wametuelekeza sisi Secretariat na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuirudisha Kenya na kuweka mpango unaoelezea muda mwafaka ambao ni lini Kenya itajoin na kufanya operation ziendelee. Na sisi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ni muhimu sana kujaribu kuwa na kituo kama hiki cha kisasa, na kama utekelezaji utaenda vizuri tulivyojitahidi kudesign kitasaidia sana. Kama mnavyokumbuka hapa Tanzania mwaka 1996 mwezi Mei tarehe 21 MV Bukoba iliangamiza maisha ya watu wengi hapa. Zaidi ya watu 800 waliangamia. Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia mwaka 2018 tulipoteza watu zaidi ya 223. Kadhalika kuna ajali kama hizo katika Jamhuri ya Kenya. Muda tofauti meli na boti zimekuwa zikizama zikiangamiza maisha ya watu. Hata Uganda vile vile, na hatuwezi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi zetu kwa viongozi wakuu wakaona hali ikiendelea. Hivi karibuni pia mliona Precision Air ikiangamiza maisha pale Bukoba. Hata uokoaji na nyenzo zilikuwa hafifu. Na kama commission tulioaminiwa na nchi zetu coordinate kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki nchi zetu ziweze kuokoa, tumeamua kuinvest pamoja na nchi zetu za nchi 3 za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutransform na kuondoa hiyo changamoto. Na kwa sasa hivi center hii imeisha kamilika kwa 80%. Vifaa vya kisasa vya uokoaji vimeshawekwa na boti za uokoaji zimeshanunuliwa. Nchi ya Tanzania pia imeshanunua boti nyingi na ina center nyingine katika mipaka yake, hasa huko Bukoba, Soma, Ukerewe, Geita. Jamhuri ya Uganda pia ina center kama hizo ndogo 8. Kenya pia ina center ndogo kama 9.
ukijumulisha na kituo kikubwa cha uokoaji, nafikiri kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na kama Commission tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika kuimarisha mifumo ya uokoaji na kuimarisha uchukuzi na usafirishaji ndani ya ziwa. Mpaka mradi huu ukamilike utagharimu shilingi ngapi? Mradi una jumla ya dola milioni 1.9. Ukibadilisha kwa hesabu isiyo rasmi ni kama bilioni 4 hivi za Kitanzania. Kwa hiyo zikikamilika mradi wa kituo, hizo zitakuwa ni gharama za uwekezaji. Mimi naitwa Ludovic James Nduhie, naibu katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Tanzania. Tuko hapa leo, tumemaliza kikao ambacho ni mradi wa Afrika Mashariki ambao uko chini ya Secretariat ya Afrika Mashariki, lakini unaratibiwa na kamisheni ya uendelezaji wa Ziwa Victoria ambao makao makuu yake yako Kisumu, Kenya. Unalenga kutengeneza miundombinu ya mawasiliano na namna ya kupeana taarifa kwa haraka zaidi katika kufanya uokozi yanapotokea majanga. Wote tunafahamu ziwa letu limekuwa linakumbwa na majanga mengi na watu wengi wanakufa. Kwa hiyo mradi, faida kubwa ya kwanza, utatengeneza mfumo wa haraka wa kupeana taarifa na vyombo vya kufanya uokozi kwa haraka ili kuokoa maisha ya watu. Na sisi kama Tanzania ni wadau muhimu. Tulianza kwa pamoja na wenzetu wa Uganda na Kenya, lakini kuna mahala kidogo wenzetu wa Kenya wakawa wamerudi nyuma, lakini baraza la mawaziri mwaka jana mwezi wa pili liliamua na kuagiza wenzetu wa Kenya warudi, na hata Januari mwaka huu kikao cha makatibu wakuu nacho kilielekeza wataalamu wafanye kila wanaloweza kuangalia namna tutakavyowajumuisha Kenya kwenye hizi juhudi. Kikao chetu hapa tumefikia mambo ya msingi ambayo yanatoa mwelekeo wa namna Kenya anaenda kujumuishwa kwenye shughuli zote za kituo, na tumekubaliana na mambo ya msingi ambayo wenzetu wa Kenya wanaenda kuyafanya na Secretariat inaendelea kufanya ili kuhakikisha hiki kituo kinakuwa cha pamoja kwa manufaa ya wote na wananchi wa Afrika Mashariki. Jina langu ni Kaituko Geoffrey. Mimi ni katibu mkuu wa masuala ya usafiri wa meli na huko Kenya, Shipping and Maritime Affairs. Hiyo ndio idara naisimamia. Na pia kwa mkutano wa leo nilikuwa mwenyekiti wa makatibu wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wamekutana hapa Mwanza kuzungumzia juu ya Multinational Lake Victoria Maritime Transport Project ambayo inajengwa hapa Mwanza. Na ningependa kusema kwamba sisi kama Kenya hapo awali hatukuwa tumejumuika na nchi hizi zingine mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda. Walikuwa wamekuwa na mkataba wa kujenga Regional MRCC, na Kenya ilikuwa inafanya MRCC yake kule Kisumu. Lakini mwaka jana kwenye mkutano uliofanywa kule Kisumu, Kenya baraza la mawaziri wa Afrika Mashariki walikubaliana kwamba imefika wakati ambapo Kenya inahitaji kuungana pamoja na mataifa yale mengine mawili ili kuweza kutekeleza mradi kwa njia ambayo itawanufaisha wakazi wote wa eneo hili la Ziwa Victoria, wakiwemo Uganda, hapa Tanzania na kule Kenya. Na hatujabadili mawazo, bali ni kwamba sisi kama Kenya pia tumejitolea kuungana na nchi zingine, kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya kazi peke yetu ya kutengeneza hii MRCC na Tanzania na Uganda wawe peke yao. Huu mradi utanufaisha mataifa yote matatu. Ni ile tu wakati ulianzishwa Kenya kwa sababu ya mambo ya kifedha ilijitenga, ikasema itajenga MRCC yake. Uganda na Tanzania wakasema watajenga. Lakini sasa imefika mahali ambapo hiyo awamu ya ujenzi inakamilika
na inafika awamu ya kutumia hiyo MRCC, na kwa hivyo hapo sasa ni lazima tujumuike pamoja. Na hiyo mkutano ulikuwa mkutano muhimu wa kukubaliana kwa hizi nchi tatu, kukubaliana juu ya vile tutafanya hiyo project pamoja, especially upande wa operationalization ama matumizi.